Mwalimu Mankoba na Mwalimu Beka walizidiana wapi kwenye dakika 90? Yes, nafikiri kwa maana ya kimbinu utaangalia katika maeneo makubwa mawili kama sio matatu. Na la kwanza utaangalia approach ya mchezo wenyewe. Simba of course Mwalimu Steve Baka amekutana na Yanga, nafikiri kwa jana itakuwa ni mechi ya 4 kwake. Kwa hiyo anaijua Yanga inavyocheza, anajua bora wa Yanga kwamba ni timu ambayo kama utaamua kuipa space kwenye eneo la katikati waweze kudominate, watakuadhibu kwa sababu wana watu ambao wana maarifa kwenye eneo la mwisho ambao ukiwapa nafasi wanaweza kuzitumia. Kwa cha kufanya ni kuhakikisha kwamba unawanyima utulivu kwenye eneo la katikati, na kitu pekee kufanya uwanyima utulivu ni kuhakikisha kwamba unaanza kuwafanyia high pressing kuanzia kwenye eneo lao la nyuma, ili washindwe kuanza kuwa na composure eneo la chini na kuweza kusogea. Matokeo itawalazimisha wao wanapiga pasi za haraka ambazo zitakuwa hazina uhakika na ni rahisi kuweza kupoteza mipira. Kwa hiyo Simba waliingia wakiwa wanafanya high pressing kwamba kwenye kila ambako kuna mpira Yanga wakitaka kupasiana, Simba inakuwa na watu wawili mpaka watatu. Sasa ni approach ambayo unaweza ikakusaidia kama utakuwa una fitness level ya hali ya juu. Lakini wakaenda na hiyo, ukiangalia dakika za mwanzo walifanikiwa, ingawaje mafanikio yao yalikuwa ni kuweza kuwa distort Yanga katikati. Lakini bado walikuwa wanakosa plan B ya kuweza kutumia hiyo opportunity ya kufanya Yanga kosa utulivu ili waweze kuingia kwenye final third na kuweza kuscore. Ilikuwa ni shida. Kwa upande wa Yanga nafikiri ukiachilia mbali mbinu za mwalimu, ni timu ambayo imesheni nyota wakubwa, nyota ambao wana uwezo mkubwa sana kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo as much as muda was kwenda, walichokifanya wao waliamua kutaka game ibalance katika uwiano wa kiuchezaji. Yaani wakawa na force Simba warudi kwenye composure, mpira usiwe na pressure, wakawa wanafanya Simba waje kucheza katika aina ambayo itawafanya watumie ubora walionao lakini sio kasi walionayo. Kwa muda mwingi wa mchezo ukiangalia Mudathiri haya, ukiangalia Lukiabuya, ukiangalia na Max Zangeli ambacho alikuwa anakifanya kuhakikisha kwamba hawauharakishi mchezo, kwa sababu ukiuharakisha mchezo Simba wana intensity tayari ya juu. Tukiona fanya movement kwa haraka, wakipoka mpira ni rahisi kuweza kuadhibiwa, kwa sababu Yanga wao wanafanya wao walikuwa wanacheza kwenye space na kwenye position. Simba walikuwa wanacheza kwenye teamwork, kwamba kwenye mpira watu watatu watu wanne. Ndio ilikuwa kila Simba akichukua mpira unaona hao flow kwenye eneo la Yanga, lakini Yanga akichukua mpira within no time unakuta Simba watarudi kwenye eneo lao wanawatisa mpaka watu 10. Na ikaonekana kama Yanga wanaingia idadi ndogo ya watu katika eneo la Simba. Kwa kitu pekee cha kufanya uweze kuondoka katika hiyo shape ni kuwalazimisha tucheze mpira. Kwa hiyo alikuwa akichukua mpira Mudathiri haya, unaweza kuona kama alikuwa kama ana slow movement ya team, kwamba kwa nini akichukua mpira anataka tena nyuma, kwa nini haendi mbele? Kwa sababu mbele idadi ni ndogo na hao jamaa wako aggressive, sisi tuwalazimishe waje kutufuata katika tempo yetu, alafu tutapiga pasi ambazo zitakuwa zinapita kwenye njia, na kwa sababu tuna uwezo wa kuwa na watu ambao wana maamuzi, hata kama ikitokea 2 against 1 au 3 against 1 inaweza kwenda tukascore. Kwa hiyo ni ubora Mwalimu Mankoba kuweza kujua pressure ya Simba, lakini pia ni composure kubwa wachezaji wa Yanga na uwezo wa mtu mmoja mmoja ndio ambao uliwafanya kuweza kuwadominate Simba, kwa sababu ikitokea situation ikawa wote mna composure inayofanana, kitakachokwenda kuamua mpira matokeo au bora wa timu ni uwezo wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo in terms of mbinu, Sibaka alikuwa na mbinu bora sana, lakini zilishindwa kufanywa kazi, kwanza na fitness ya wachezaji wake, lakini pia na level ya utayari na ubora wa wachezaji wake ilikuwa iko chini ukompare na wachezaji wa klabu ya Yanga. Sawa. Na kwa wale ambao walifuatilia mechi mpaka inaenda tamati, maoni yamekuwa tofauti, lakini nimeona wengi wakimpongeza Arajiga. Kwa mtazamo wako, Arajiga amekuwa na mechi ya namna gani kama mwamuzi? Binafsi sijafurahishwa. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa ni wafuasi wake, hasa katika boti ambao alikuwepo, na nilikuwa ni mfuasi wake kwa sababu niliona tupata mtu ambaye anakwenda kutubadilishia mtazamo wa kuweza kuona kwamba uweze kupata maamuzi haya katika mpira wetu, na hasa kwa mechi za Simba na Yanga. Alikuwa na uthubutu ambao pengine hatukuiona katika miaka ya karibuni ambao anafanya. Ni kitu ambacho kilikuwa kinakwenda kumtengenezea heshima kubwa, na pengine kingeenda kumtenganisha katika daraja la marefari na marefari wengine. Lakini naona kama sasa naye pressure imemzidi. Ameanza kuli katika aina ile ya maamuzi. Very sad. Anakwenda kupotea kwa sababu jana ilikuwa ni poor performance yake, kwa maana kama maamuzi wakati hakuwa bora. Alikuwa anaamua maamuzi ambayo alikuwa kwa very bias, alikuwa angalia uhalisia wa mchezo, alikuwa anatumia hisia na maamuzi yake binafsi.
Kuna baadhi ya matukio ulikuwa unayaona ilikuwa na seli kadi, hakuweza kutoa kadi. Kuna baadhi ya fouls hakuweza kuamua, alikuwa yuko very aggressive na fouls za Yanga, lakini yuko upande wa Simba alikuwa anajiuma. Kwa hiyo binafsi nimemtoa katika kundi la waamuzi bora ambao tulionao. Nimemtoa ni si waamuzi bora tena, na hii nimeanza kuiona tokea mwisho wa ligi iliyopita. Mechi ambayo alikuwa anapewa naye aliingia katika hali ile ile. Kwa hiyo itosha kusema kwamba tuna daraja moja la waamuzi, ameshuka. Imbakia tu kwa upande wa linesman, bado naona kwamba ipo katika bora wake tuweze kuona. Lakini kwa upande wa Rajiga nafikiri ameamua kuchagua njia ya pili ambayo sio njia sahihi. Sawa. Kwa wale sasa ambao wametazama mechi ya dabi na kutoa picha sasa kuelekea msimu unaofuata, mechi hii imetosha kutuambia kwamba Yanga anaendeleza ubabe wake msimu unaofuata na Simba anaendelea pale alipoishia? Unajua iko hivi, Simba anapambana kuizuia Yanga. Yanga anacheza kuendeleza rekodi zake. Simba ana scramble, ana fight kuizuia Yanga. Anatumia nguvu kubwa sana. Nguvu anayotumia Simba kipindi hiki, angekuwa na timu nzuri, alikuwa anaweza kuifunga Yanga hata magoli 5, magoli 6. Yaani hiki unachokiona ndio nguvu ya mwisho. Siku zote juhudi haiwezi kuzidi ubora. Usura unaelewa sio? Kwa hiyo Simba ana scramble, anapambana, ana fight. Yanga ana relax kwa sababu yaani kuwa tu bora kunamfanya apate matokeo. Ndio maana aliweza kuhimili pressure ya mechi ya kwanza ya ligi akiwa hayuko katika level nzuri ya kiushindani. Angalia mechi ya pili ana concede magoli 2, sawa? Mpaka dakika 10 za mwanzo anakuwa na composure, anaweza kuchukua nafasi. Kwa hiyo kinachotofautisha Simba na Yanga ni daraja la wachezaji. Na kitu nilikuwa nikizungumza siku nyingi sana, watu walikuwa nielewi. Daraja la wachezaji wa Simba na Yanga ni madaraja mawili tofauti. Ndio kinachosumbua. Hilo goli ambalo lifungwa Yanga, of course utasema hapa palikuwa na movement, lakini mwisho siku ni lazima uwe na daraja la mchezaji kama yule Albert. Sio, unaelewa sio? Ile cross ingekuwa haina maana kama angekuwa amekaa let's say Dumbia au amekaa Mpanzo katika ile eneo, ingekuwa haina maana yoyote. Yaani ilikuwa ni movement nzuri, lakini lazima upate watu ambao wanaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo kitakachoendelea kuifanya Simba endelee kuwa underdog kwa Yanga ni quality. Yaani ubora wa wachezaji wanaowasajili haulingani na ubora wa wachezaji wa Yanga. Kwa Yanga hahitaji awe fiti sana ili aweze kumfunga Simba. Anahitaji kuwa tuna mentality ndogo tu ya ushindi, winning mentality basi ili mtosha kuweza kupata matokeo. Sio, unaelewa sio? Lakini Simba anatakiwa awe na utimamu na kupunguza makosa kwa 100% ndio aweze kusekea pengine wa moja dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ni ubora tu. Unaweza kuangalia ili daraja. Angalia mtu kama ni Calesto. Uwezo alionao. Afu compare kwa upande wa Yanga. Anaweza kuja watu na nani? Sasa angalia Chama. Katika sasa yake jinsi ilivyo. Anaelekea mwishoni. Anabato na nani? Mpanzu. Kwa nafasi anaocheza. Anabato na nani? Lakini wakati mwingine ukiangalia baada ya kuingia Mpanzu, Yanga ndio ilipata relifu kuliko wakati wa nani? Wa Dumbia. Si kama kitu kwa ulikinoti. Dumbia sio mchezaji mzuri, lakini anajua kukaa katika maeneo ambayo mlinzi yote hawezi kukuacha. Yaani ana threat ya mikimbio na akiwa hana mpira kuliko Mpanzu. Mpanzu sio namba 9. Kwa hiyo anakosa skills. Kwa hiyo pia alikuwa anapigiwa ambapo kama angekuwa ni mshambuliaji ikiwa inakuja unatani kama pia hujafika kwenda kuelekea lango. Lakini yeye akipiga mpira goli analipa mgongo. Ukipiga goli mgongo, walinzi wanashukuru. Si contain tu. Kwa hiyo ukipiga goli mgongo maana yake inatakiwa unakucheza zaidi ngapi? Ya 2. Upige side au upige nini? Back pass. Tayari wako kwa nafasi. Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la kawaida ni kwamba kucheza bila ya mshambuliaji kuna madhara makubwa sana. Kwa sababu unawapa nafasi opponent. Unless otherwise uwe na timu ambayo inacheza total full possession football, ambayo itakwenda kushambulia in numbers. Naona lakini Simba hawajafikia hapo. Kwa hiyo nafikiri wana changamoto kwenye eneo hilo la mwisho, lakini pia hata ukiangalia safu ya ulinzi ya Simba kutoka namba 1 mpaka namba 5 ni level ya kawaida sana.